alfahu kuta amama mbele ya nguzo hiyo najman nyota, fihi ndani yake alaqun mmeremeto, min sana katika mwangaza nubuwa wa utume, wa abaqun na manukato au maarufu, min tuyubi katika manukato risala ya utume, algharra uliotakata. Haya ni maneno tu, anakusudia anamkuta mwanachuoni ambaye anajua vizuri Qur'ani na anajua vizuri sunna za Mtume sallam, anafundisha shekhe wa nguvu, anamkuta katika kila nguzo, lakini ndio katumia maneno ya mafumbo. Narudia sentence hii au ibara hii, fa haithuma alamma, popote anapokusudia alfata kijana huyu, biruknin katika nguzo, minarkani katika nguzo zake msikiti huo, alfa hukuta amama mbele ya nguzo hiyo, najman nyota, fihi ndani yake alaqun kuna mmeremeto, min sana katika mwangaza nubuwa wa utume, wa abaqun na harufu, min tuyubi katika manukato risalati ya utume, algharra uliotakata. Yani manaka anakutana na mwanachuoni yupo mzito, anang'ara, anawaka kwa mambo katika kila nguzo. Wa aina rama, na popote anaporusha bitarfihi mtazamo wake, anapoangalia huko au kule, alqa utupa bisam'ihi usikivu wake, absara khairan huona khairi, wa sami'a birran na usikia jambo la wema. Kila anapotupa usikivu na kila anapotupa jicho, basi wewe huona jambo la khairi na usikia jambo la nini, la wema, mazuri matupu. Wa bidhalika, na kwa ajili hiyo, utiha lahu, ilipatikana kwake fursa, an yaakhudha kuchukua ilmu, an taifati kutoka na kundi min jillati sahaba, ila masahaba watukufu, ala rasimu wakiongozwa au katika uongozi wao akiwemo Abu Ayyub al-Ansari wa Abu Huraira. Kote huko akapata elimu. Narudia hapa, wabidha tumia maneno magumu. Wabidhalika, na kwa hivyo utia halau, ilipatikana kwake fursa, an yaakhudha min taifa, kuchukua kutoka na kikundi, min jillati sahaba, katika masahaba watukufu, ala rasim, juu ya kichwa chao, manake wakiongozwa na Abu Ayyub al-Ansari wa Abu Huraira wa Abu Rafi wa Abu Lubaba wa Zaid ibn Khattab, ambaye huyu ni ami yake, ni babu yake, kwa sababu yeye ni Abdullah bin Umar bin Khattab, na huyu Zaidi bin Khattab babu yake Umar bin Khattab na Zaid bin Khattab ndugu hao. Kwa hivyo huyu ni ndugu wa babu yake, ami wa babake. Wadhālika, na hilo bilidhafati, kwa kuongeza, ila walidi, jua baba yake mzazi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar naye alikuwa mwanachuoni, kwa hivyo kasoma kwa baba yake, kasoma kwa babu yake mdogo, kasoma kwa wengine na wengine na wengine. Fama labitha, basi hajachukua muda, angada, akawa alaman, ni alama min alami almuslimina, katika alama za Uislamu, au bendera katika bendera za Uislamu, au kinara katika vinara wa Uislamu, akawa sasa na yeye anajulikana. Wa sayyidan, na ni bwana jalilan, mtukufu, min sadati tabiina, katika mabwana wa tabaka la matabiina. Wa ahada fuqaha almadina, akawa mmoja katika wanasheria wa Madina, sheria za Kiislamu, alladhina, wale ambao, yafza'u ilayhimul muslimuna, hukimbiliwa na Waislamu, fi dinihim, katika mambo ya dini yao. Fazi'a ila, manake kumkimbilia. Wa ya'khudhuna anhum, na uchukua kwao, shari'ata rabbihim, sharia ya Mola wao. Wa yarjuna ilayhim, na wanarudi kwao, fi mu'dilati, katika magumu dini ya dini wa dunia na dunia. Mu'dila ni jambo gumu au sugu, mambo magumu katika dini na dunia wanawarejea. Basi naye akawa ni mtu anayerejewa katika mambo magumu, kutoa fatwa na kutoa miongozo. Wa kanatil ulatu, na walikuwa watawala, yaamuruna qudatahum, wanawaamrisha makadhi wao, mahakimu wa kidini, idha uridat alaihimul qadaya, wanapopelekewa kesi, an yadfa'u bi ilaihim, wazipeleke kwa mashekhe wakikwama, ili wapate majibu ya hao mashekhe. Fa idha jaatumul mas'alatu, basi yakiwajia masala, ijtama'u jami'an, hukutana mashekhe wote, wanadharufia na kuyatizama. Thumma la yaqdi alqudatu illa bi ra'yihim, kisha wale makadhi wote hawezi kuamua zaidi walichoamua hao mashekhe wanaokusanyika katika zama hizo, akiwemo Salim bin Abdullah bin Umar. Kwa hivyo kama vile baraza la maulama, na yeye alikuwemo katika baraza la maulama, na fatwa yao ndio fatwa ya mwisho katika kuhukumu. Kwa hiyo tunasoma habari za mtu mzito sana. Wa kana as'ada alwulati hadhan, na alikuwa mzuri au mwenye bahati zaidi katika watawala kwa fungu, yani aliyepata fungu kubwa la bahati. Wa atyabahum uhduthatan, na mzuri wao wa mazungumzo. Wa aqrabahum ila qulubi nasi, na alikuwa karibu nao kuliko wote kwa watu. Wa awthaqahum inda alfuqaha alkhulafa, na anaaminiwa zaidi katika makhalifa. Man ya'khudhu bimashurati Salim, alikuwa mtu yote atakayechukua ushauri wa Salim bin Abdullah, wa yaltazimu, na kushikamana bitaujihi, na muongozo wake.
huyu alikuwa anakubalika zaidi. Yani kiongozi yote anayefuata rai ya huyu Salim bin Abdullah bin Umar, watu wanamkubali zaidi, kwa sababu yule shekhe wamemkubali, basi na huyu kiongozi naye atakayefuata rai ya shekhe yule unafanyaje? Wanamkubali. Ndio inakuja hesabu ya Bodmas, if A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C. Umenifahamu? Kama Juma anafanana na baba yake na baba yake Juma kafanana na baba yake, basi ni sawa sawa na Juma kufanana na babu yake. Wale walikuwa wajenda skuli, wajapita skuli, wameshasahau. Tukisema Bodmas hapa inaanza kuwa ngumu. Mnaikumbuka Bodmas bagazi juu tona nini If A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C. Kama ikiwa A ni sawa sawa na B na B ni sawa sawa na C, basi A nayo itakuwa ni sawa sawa na nini? Na C. Ndio yale ya kusema ikiwa Juma kafanana na baba yake na huyo baba yake Juma naye kafanana na baba yake, ni sawa na kusema Juma kafanana na babu yake. Jambo ni lile lile. Tumefahamiana? Kwa hivyo imekwenda katika hali kama hiyo. Al-Bahri kakumbuka hesabu zake za skuli za Bodmas, au sio? Alikuwa akipiga picha huko skuli. Amma alladhina yukhalifuna amrahu, ama wale wanaokwenda kinyume na amri yake, faqad kanat al-madinatu tambu bihim, basi ilikuwa mji wa Madina unawatema, unawakataa, haukubaliana nao. Wala tatahammalu wilayatahum, wala haubebi utawala wao, yani hawakubaliani. Wale viongozi walikuwa hawamsikilizi Salim, na watu nao wanakuwa hawataki kuwasikiliza, wanapoteza mvuto na kukubalika. Kwa hivyo walikuwa na nguvu kubwa sana, na ndio maana nakwambieni, ikiwa watu watasimama vizuri kwenye dini yao, mashekhe watakuwa na nguvu sawa sawa na viongozi wanaotawala nchi, au pengine zaidi kama ingekuwa. Lakini watu wanasimama vizuri kwenye dini yao, halafu na wanazuoni nao wakasimama kwenye uchamungu unaotakiwa. Maana changamoto ziko pande zote mbili. Usije kasema tu watu hawaheshimu mashekhe, lakini hao mashekhe wa kuheshimiwa wako wangapi? Maka usije kuwa shekhe alafu unaletewa kesi ya mtu na mkewe, unaipindua alafu ngoma unachukua wewe, utaheshimika vipi? Uwezi kuheshimika. Tumefahamiana? Ikishakuwa mkubwa tu kidogo kashafanya kosa nini, wewe unapewa bahasha, tayari unaigeuza hutuba yote kumtetea yeye, tena jamii itakuamini vipi? Haiwezi kukuamini. Kwa hivyo hili ni jambo la pande mbili, it's a give and take, nipe nikupe. It's a give and take, nipe nikupe. Kwamba wewe kaa vizuri na umma utakaa vizuri na wewe. Hapo mkifika hapo utakuwa na nguvu kubwa, hata unapolisema jambo kwenye nchi litasikilizwa na litapewa heshima, kwa sababu kweli umesema kwa niaba ya watu. Lakini sasa hapa ndio changamoto kubwa. Siku moja niliwahi kuambia ninataka nitoe mada, lakini hawakubali wale wenzangu kwenye ijtimai tuzungumzie maafa ya wanazuoni. Unasema ukilisema hilo itakuwa tabu, mara watu wengine watakataa, watakuwa hawaji kusikiliza na nini. Umenifahamu? Alafu tutakataliwa, basi wala sita kuzungumzia maafa ya wanazuoni. Na wewe mwenyewe unachua na maafa yako utazungumza, ambia ndio bora hivyo. Kwamba kwa ni daktari haumwi. Sasa akiumwa ndio tuseme kwa kweli daktari asisemwe anaumwa. Isemwe kwa daktari anaumwa, anaenda kudungwa sindano, akaoneshe kidogo sehemu yake ya nyuma. Kazi yake kutizama za watu tu. Na yeye atizamwe. Lakini ndio mashaka hayo, tukiamua kwenda huko uwazi na ukweli utatusumbua. Lakini tuna kazi kubwa sana ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Haya, twendeni. Kwa hivyo naye alikuwa ni mtu wa aina hiyo, Salim bin Abdullah bin wa min dhalika, na katika hayo, anna Abdurrahman bin Dhahhak, kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Abdurrahman mwanamcheka, au bin Dhahhak. Dhahhak maana yake mtu akucheka sana, lakini ni jina la mtu hilo. Wali al-Madinata, alitawala Madina fi khilafati Yazid bin Abdul Malik, katika utawala wa Yazid bin Abdul Malik. Yeye alikuwa ndio mkuu wa mkoa wa Madina wote. وكانت فاطمة بنت الحسين، نالكوكو فاطمة بنت حسين رضي الله عنه، ونظر في الجنة روحه، وناينغاريش Mwenyezi Mungu peponi roho yake. Qad taramalat, amekuwa mjane, amefiwa na mumewe. Kuna ujane wa kuachwa na ujane wa kufiwa, kawa armal. Wanqatat ila auladiha, na akajikata kwa ajili ya wanawe tu, yani hataki mume, hataki chochote, yeye anashughulikia watoto wake tu. Huyu ni Fatima binti Hussein bin Ali bin Abi Talib, kapewa jina la bibi yake huyu.
kwa sababu baba yake ni Hussein bin Ali, lakini Hussein bin Ali kazaliwa na Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye huyu kaitwa Fatima kwa jina la bibi yake. Kwa hiyo Fatima huyu si Fatima mtoto wa Mtume, Fatima mjukuu wa Mtume. Kitukuu hasa kwake make mjukuu ni Hussein. Kwa hivyo ni kitukuu cha Mtume, mjukuu wa binti yake Fatima huyu. Sasa huyu alikuwa amefiwa na mumewe, kwa hivyo akakaa anashughulika na wanawe tu, hataki kuolewa hata kinini, anashughulika na watoto wake, pengine anafanya biashara vidogo vidogo na nini. Ndio anasema kad taramala, amekuwa mjane, wa anqata'at ila auladia, na ameamua kutumikia wanawe tu. Sasa anashughulika watoto wake, hataki mambo ya kuolewa. Unajua wanawake wako ambao akishafiwa na mumewe tena afikiri kuolewa, tena wengi kuliko sisi wanaume. Sisi wanaume bwana, hatari. Kuna jamaa mmoja kafa mkewe jana, yeye kapeleka posa siku ya pili. Huyu inaonekana kwa mke mwingine anamtaka siku nyingi. Manake umemkumbuka tu mara moja tu namna hiyo. Hujajipata wiki moja kumsahau mkeo. Lakini ndio mioyo ya binadamu tulivyo, wanaume tunaweza sana na kukaza nyoyo, lakini wanawake wanachelewa kidogo, mpaka naye akubuhu kwa kweli. Sasa huyu kakaa kwa ajili ya wanawake. Fataqaddama ilayhi ibn Dhahhak wa khatabaha li nafsi, akamsogelea Ibn Dhahhak na kumposa yeye mwenyewe. Yani manake Ibn Dhahhak akatoka kwenda kumposa, ambaye ndio mkuu wa mkoa. Sasa mkuu wa mkoa akapeleka nini? Akapeleka posa. Wakati ndo Madina yote anaitawala yeye. Sasa anapeleka posa kwa mwanamke mjane ambaye ana watoto, mjukuu wa bibi Fatima. Faqala, takasema wallahi ma abghi zawaja. Ile mwanamke akasema naapa kwa Mungu sitaki ndoa mimi sitaki ndoa. Wala qad qa'adtu ala baniya, na mimi nimekaa kitako kwa ajili ya wanangu tu. Baniya, wanangu, ya baniya ya baniya pale sema taabuduna min ba'di, wa wasa biha Ibrahimu Yaquba wa Ismail wa Yaquba, wasa biha Ibrahimu bani wa Yaquba ya baniya inna Allah astafa lakum dina fala tumutunna illa wa antum. Akasema wala qad qa'adtu ala baniya, na nimekaa kwa ajili ya wanangu tu mimi. Wa waqaftu nafsi alayhim, na nimeiweka nafsi yangu wakfu, nimeiweka wakfu nafsi yangu kwa ajili yao. Uweka wakfu manake najitolea kwa jambo hili tu, sitaki kufanya jambo jingine lolote. Wakristo wanatumia sana msamiati huu wa kuwekwa wakfu. Askofu amewekwa wakfu, sister amewekwa wakfu, manake hafanyi jambo jingine lolote isipokuwa hilo la dini tu. Kasema waqaftu, nimejiweka wakfu nafsi yangu kwa ajili yao watoto. Faja'ala yulihu alaiha, akaanza kumngangania. Bana we, lazima nikuomendi mkubwa hapa katika eneo hili bibi na wewe una watoto wadogo, unakuona unahangaika, ni mtu wa heshima na nini. Unaona aje bana, alafu utakuwa unapanda gari la farasi na nini, kama ile anamdoea lakini ndo anamposa, sio kwamba anataka kuzini. Akawa anamngangania alaiha, wa hiya tahtalu fil i'tidhari ilay, na yule mwanamke anafanya ujanja wa kutoa udhuru. Ndio sawa, lakini mimi bwana naona nikiolewa akili yangu itakuwa kwingine, mara nitazaa tena watoto hawa ndo hawa wananitosha. Anatafuta zile namna za kumtoa. Min ghairi mukhashanatin, pasina kukwaruzana, kumbe mimi mambo ya uongozi sitaki, hasa viongozi wenyewe madhalimu, alafu hamna mwanamke mmoja. Aleti maneno kama hayo. Alikuwa anatumia lugha laini katika ingawa kuna ukweli nao viongozi mara nyingi na wao wanakuwa tahtani kwa kweli, wanakwenda chini sana wanazamia kabisa kwenye lulu. Khaufan min sharri, kwa kuogopa nini? Shari yake. Anaogopa kwa mimi nikijifanya mkorofi atatumia madaraka huyu, itakuwa balaa, tutakuwa ruzana. Falamma wajadaha taabahu, yule bwana alipomuona mwanamke yule anamgomea, qala laha, kamwambia wallahi la illam tardhaini laki, na hapa kwa Mungu usiponiridhia mie kwa zaujan kwako kwa mume, la akhudhanna akbara baniki, nitamchukua mkubwa wa wanao, wala ujallidanna, unantampiga mijeledi, bituhmati, kwa tuhuma za uongo, shurbil khamri, za kunywa pombe. Tatengeneza mazingira mpaka mwanao aonekane mnywa pombe, apigwe mijeledi hadharani. Heshima yote, ucha Mungu, si nini, unawalea vizuri, vyote vitakwisha. Mimi unikubali tu. Mtaimbo huko. Mtambo sio. Fastasharat Salima. Mtambo huu Fastasharat Salima. Mwanamke yule bibi Fatima akamtaka ushauri Salim bin Abdullah fi amriha, katika jambo lake. Akamwita bwana Salim akamwambia, amenikuta haya na haya na haya,
mkuu wetu wa mkoa akaja anataka hili na mimi sitaki. Fa ashara alaiha bi an taktuba lil khalifati kitaban, akamwashiria au akamshauri aandike barua aende kwa khalifa, tashku fihi alwali, anamlalamikia yule gavana kwa yale mambo alikuwa kafanya. Watadhkuru qarabataha, na akumbushe ukaribu wake min Rasulillah, na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa rahimaha fi ali albayti, na ule undugu wake au asili yake katika watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakataba alkitaba, akaandika ile barua, wa amfadhathu, akaipenyeza barua ile, akaipenyeza maa Rasulillah, na mjumbe wake maalum, ila Dimashq, kwenda Damascus, ambako ndo kwenye mkuu khalifa, makao makuu yalishahamishwa Madina, yamepelekwa wapi? Damascus, sasa makao makuu. Lakini akampa mjumbe aende nayo kwa kupenya penya, asije kujua huyu mkuu wa mkoa kwamba kuna barua inakwenda kumlalamikia. Makada rasulu yamdhi bil kitabi, hajakaribia yule mjumbe kwenda na ile barua, hata ja amrul khalifa, mara ikaja amri ya khalifa, ila ibn Hurmuz, kwenda kwa ibn Hurmuz, amiri mtendaji wake, ala diwani almali, katika ofisi ya fedha, fil Madina, katika Madina, bi an yakdama alayhi liyarfa alayhi hisabahu, ili asogee kumpelekea hisabu zake. Yani huyu mjumbe anatoka na barua, na kule Damascus kuna kuja na barua, anatakiwa huyu anayeshughulikia mambo ya fedha kama mkuu wa TRA wa pale Madina aende kule tena wapi? Damascus, kwa ajili ya kupeleka hesabu za mapato na matumizi. Kwa hivyo kwa mambo mawili anakwenda Damascus kwa wakati mmoja, ile barua ya siri na huyu mjumbe aliyetoka kule, ambaye sasa anakuja kufanya nini? Kufanya uchunguzi, alafu ende na hisabu, apeleke hisabu. Makada ar-rasulu yamdhi, narudia, bil kitabi, hajakaribia mjumbe yule kuondoka na barua, hata ja amrul khalifa, mpaka ikaja amri ya khalifa, ila ibn Hurmuz, kwa mtu mmoja anaitwa ibn Hurmuz, ambaye ana asili ya Irani bila shaka kwa jina lake. Asema inni madhin ila Dimashq, fa hal laka min haja, mimi nakwenda Damascus, je una mahitaji yoyote? Faqala naam. Ndio hapo au tumeruka? Aya, makada rasulu yamdhi bil kitabi hatta ja amrul khalifati, hajakaribia mjumbe yule kwenda na barua ile mpaka ikaja amri ya khalifa, ila ibn Hurmuz, kuja kwa ibn Hurmuz, amilihi, mfanyakazi wake, ala diwani, kwenye ofisi mali ya mapato, fil Madina, bi an yakdam alayhi, kwamba aende kwake, liarfa ilayhi hisaba, wampelekee hisabu zake, anataka hisabu za mwaka. Kwa hivyo ikawa sasa kuna mtu mwingine anakwenda huko kwa Damascus. Huyu bwana, faqama ibn Hurmuz, akasimama ibn Hurmuz, yuwaddi ashab alhuquqi alayhi, anawaaga watu ambao wana haki kwake. Fasta'dhana ala Fatima, akaomba ruhusa kuingia kwa Fatima binti al-Husayn, muwaddi'an, akimwaga. Waqala, akamwambia mimi nakwenda, inni madhin ila Dimashq, mimi nakwenda Damascus. Dimashq unaona kuandikwa dali na kisra, Dimashq, na wengine wanasema Dimishq, mimi pia wanitia kisra, lakini fasaha yake ni Dimashq. Fahal laki min haja, una mahitaji yoyote kule Damascus? Faqala, takasema naam, ndio na mahitaji yangu nayo. Tukhbiru amira almu'minina bima alqa min ibn Dhahak, kampe habari huyu amira almu'minina kuhusu yanonipata mimi kutoka kwa ibn Dhahak, wama yata'arradu bihi ilayya, na yale yanoingilia kwangu, ananifuatilia sana, ananifuata sana mkuu wake wa mkoa. Wa annahu, na kwamba huyu mkuu wa mkoa, la yara hurmata li ulama al-Madina, wala hachungi heshima ya wanazuoni Madina, wa khasatan, hasa zaidi ya muheshimu Salim bin Abdullah, ambaye ndo mwanachuoni anayekubalika kuliko wote, yeye hata kumheshimu amheshimu. Falama ibn Hurmuz akajilaumu nafsahu yeye mwenye, kwa nini nimekuja huko napewa madubana haya? Siwezi kupeleka madude kama haya, kwa sababu ibn Hurmuz ni moga sana. Akiambiwa jambo hili wake huko anamuogopa mkuu wake wa mkoa, kule anamuogopa bwana mkubwa, kwa hivyo anapata tabu. Na wako namna hii watu wanafiki, ukiwaambia ukweli hawawezi kufikisha. Basi falama ibn Hurmuz nafsahu ala ziyarati, kwa kumtembelea mwanamke yule, idhma kana, kwani hakuwa yuridu an yahmila shakwa, anataka kubeba mashtaka yake ya min ibn Dhahaki ila al-khalifa, ya ibn Dhahaki kwenda kwa khalifa, hataki, kwa sababu anamuona bosi wake hapa na yule kule anamuona bosi wake. Yeye anasema la ilaha ulai wala ilaha ulai. Na wako watu kwenye kazi na maneno anataka aonekane mtamu kwa kila mtu. If you want to be nice to everybody, you will be nice to you will not nice to anyone. Ukitaka kuwa mtamu kwa kila mtu, huwezi kuwa mtamu kwa mtu yoyote, utakuwa mchungu kwa kila mtu. Lazima ukubali kuna baadhi ya watu watakuita sukari na kuna wengine watakuita shubiri. Lazima. Falama ibn Hurmuz. Haya, wasala ibn Hurmuz ila Dimashq,
Ibn Hurmuz akafika Damascus fi nafsi alwaqti, katika ule muda alladhi wasala fihi rasul, alofika yule mjumbe alladhi yahmilu kitaba Fatima, alobeba barua ya Fatima binti al-Husayn. Kwa hivyo amefika kwa wakati mmoja, kwa sababu huyu kenda mbio zaidi, huyu wa kodi, yule alitangulia, huyu kenda mbio zaidi. Kwa hivyo amefika wakati mmoja, inategemea speed ya mtu. Falamma dakhala ala al-khalifa, alipoingia khalifa, istakbarahu an ahwali al-Madina, akamtaka habari za Madina amueleze. Wasalahu, akamuuliza an Salim bin Abdullah, kuhusu Salim bin Abdullah wa sahbihi min al-fuqaha, na wenzake katika wanasheria wanafiqi. Wakala, wakamwambia hal hunaka amrun dhu sha'nin, je, liko jambo lenye uzito, jadiru linastahili bi an yu'lama, kujulishwa hapa, au khabarun dhu khatari, na kuna habari yenye khatari, hariyun ndio yenyewe, au inastahili bi an yuzkara, kutajwa, yani kuna jambo lolote jipya zito gumu si la kawaida kuhusu Madina. Falam yadhkur lahu shay'an, hakumtajia chochote min qissati Fatima bint al-Husayn, katika habari za Fatima bint al-Husayn. Walam yushir bi shay'in, wala hajadokeza jambo ila mawqif al-wali, juu msimamo wa yule mkuu wa mkoa, min Salim, dhidi ya Salim bin Abdullah bin Umar. Wa fima huwa jalisun, na alipokuwa kakaa indau kwa yule mkubwa, yarfa'u lahu hisabahu, anamkabidhi mahesabu, idh dakhala al-hajibu, mara kaingia mlinzi bodyguard. Wakala, akasema aslaha Allahu al-amira, haya ni maneno, Mwenyezi Mungu amtengeneze kiongozi wetu. Inna bilbabi rasula Fatima binti al-Husayn, mlangoni kuna mjumbe katumwa na Fatima binti al-Husayn kutoka Madina. Fataghayyara wajhu ibn Hurmuz, ukabadilika uso wa ibn Hurmuz pale pale. La, sasa nafedheheka. Wakala, akasema, akababaika, atala Allahu baqa al-amir, Mwenyezi Mungu arefushe kubaki kwako wewe kamanda, udumu uendelee kututawala. Inna Fatima binti al-Husayn hamalatni risalatan ilayka, Fatima binti al-Husayn kanipa barua, nimesahau nayo barua yako. Sasa ndo anakumbuka. Wa akhbara al-khabara, yanakusudia ujumbe, kanipa ujumbe, ndo akampa ile habari. Fama in sami'a al-khalifatu maqalatahu, khalifa aliposikia maneno yake, hatta nazala an sariri, akashuka kwenye kiti chake. Sariri sio kitanda, pa kile kiti kochi la kuegemea lile, akashuka. Wakala, akasema, la umma laka, mwana haramu wewe, huna mama wewe, la umma laka, huna mama wewe, mwana haramu mkubwa wewe. Alam asalka, sijakuuliza hapa mwanzo, an shughuli al-Madinati wa akhbariha, kuhusu mambo ya Madina na habari zake. Ayakunu ladaika mithlu hadha al-khabari, unaweza kuwa na habari kama hii wewe, wataktumu anni, ukaificha kwangu. Faatadhara ilayhi, akamuomba radhi, binisiani, kwamba amesahau. Kamtolea, unajua nimesahau mahesabu, unajua na mapesa yamenichukua zaidi na hivi, nisamehe. Thumma adhina lirrasuli fa udkhila ala, kisha akamruhusu mjumbe akaingia kwake. Fa akhadha alkitaba, akaichukua barua, fadahu, akaifungua. Wajaala yaqra'u, akaanza kuisoma. Washararu yatatayaru min ainaihi, na macheche yanaruka kwenye macho yake kwa hasira. Wa akhadha yardhul ardha bi khayzrani, akaanza kuipiga ardhi kwa khenzrani, bakora. Khayzrani tunaita sisi khenzrani, ndo khayzrani. Bakora ni ule mwanzi mwembamba, si tunaita hivyo kwa Kiswahili, tunaita khenzrani. Zamani wakipigia watoto wao na walimu wakipigia wanafunzi, imekatazwa, unauma kiama ule. Marikuwa mshawahi kutua mgongoni kwako ule khenzrani? Ustaz Jamali shawahi kutua khenzrani mgongoni kwako? Ya fadha mwenyewe? Na mimi nishatua kwangu Nyie mmepata bahati kwa kweli, watoto siku hizi migongo yenu na viuno vyenu vimestarehe sana. Si zamani tumepata. Ahmad, si kama ulipata kidogo. Bingafla umepata na khenzrani? Haya, unaona mambo wapi, mgongoni tu walishuka zaidi. Haya bwana. Wa akhadha yardhibul ardha bi khayzrani, akaanza kuipiga ardhi kwa khenzrani, mwanzi mwembamba. Kana fi yadi, ulikuwa mkononi mwake. Yakulu, naye alikuwa akisema maneno haya. Tuna dakika ngapi mpaka adhana? Tumalize au tusimame? Ala, sala nakusudia. Maalim, tayari temea sala? Haya, tumalize kidogo. Haya. Laqad jitaraa ibn Dhahaki ala ali rasulillah, amekuwa na ujasiri ibn Dhahaki dhidi ya familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yusikh, na hakusikiliza linushi nasaha za Salim bin Abdullah fihim, kuhusu hao. Hal min rajulin yusmi'uni sautahu, je, kuna mtu yote atakayenisikilizisha sauti yake? Wa huwa yu'adhabu fil Madina, na hali ya kuwa anaadhibiwa huko Madina. Nataka nipeleke mtu akampige bakora yeye kule Madina, mkuu wa mkoa akachapwe magoroko huko. Viongozi wa zamani
Na mzee Karume alikuwa nazo hizo kwa mkuu wa wilaya, kwa bwa bakora hadharani. Ilikuwa madaraka wakati wa mzee Karume mwenyewe hayana raha Wa ana ala firashi, na mimi nimekaa kwenye godoro langu fi Dimashq, katika Damascus. Yani sauti ibn Dhahak, akimaanisha sauti ibn Dhahak. Faqila lahu na'am, akaambwa ndio ya amira al-mu'minin, nayo kama ndio. Laisa lilmadinati illa Abdul Wahid bin Bishri an-Nadri, hakuna mtu anaweza kufanya kazi hiyo katika Madina isipokuwa mtu mmoja anaitwa Abdul Wahid bin Bishri an-Nadri. Fawallihi iyaha, kamtawalishe huyo. Wa huwa muqimun al'ana fi Taif, na hivi sasa hivi anakaa Taif. Mtangaze huyo kwa ni mkuu wa mkoa ende akawe mkuu wa mkoa Madina, lakini kazi yake ya kwanza ni kumpiga mikwaju mkuu wa mkoa aliyekuwepo. Ndio anaanza kazi rasmi. Faqala na'am, akasema ndio. Wallahi na'am, na hapa ndio. Innahu laha, hakika yeye huyo anafaa, ndo mwenyewe atakayenifanyia kazi hiyo, kwa sababu nikana naye alikuwa mtemi. Thumma da'a bi qirtasin, kisha akaomba karatasi, wakataba biyadi, akaandika kwa mkono wake. Min amiril mu'minin Yazid bin Abdul Malik ila Abdul Wahid bin Bishr an-Nadri, kutoka kwangu kwenda kwa huyo. Assalamu alayka, amani iwe juu yako. Amma ba'du, amma baada hayo, fa inni qad wallaituka al-Madina, mimi kuanzia sasa nimekutawalisha Madina, wewe ndo mkuu wa mkoa. Fa idha jaaka kitabi hadha, ikikufikia barua yangu hii, fatawajja ile, aelekea huko Madina. Wa a'zil anha, kamuzulu moja kwa moja huyo Ibn ad-Dhahak, mondoe madarakani. Wafridh alayhi gharamatan, na mtoze gharama, miqdaruha, kiwango chake 40,000 dinari, kiasi cha dinari 40,000. Wa'adhibhu, na mtese, hatta asma'a sautahu min al-Madina, paka nisikie sauti yake inatoka Madina inafika Syria, Damascus. Akhadha sahibul baridi alkitaba, akachukua mtu wa posta barua ile. Mtu wa posta zamani ni yule anayezipeleka barua kwa farasi, hakuna posta nyingine yote, ni kwamba yeye anakwenda kwa farasi, anakimbia. Wa madha, akaenda yahutu alkhutwa, anahimiza hatua nahwa Taif, kuelekea Taif, an tariqi almadina, kupitia njia ya Madina. Falamma balagha almadinata, alipofika Madina, lam yadkhul ila wali ibn ad-Dhahak, hakuingia kwa ibn ad-Dhahak aliyekuwa mkuu wa mkoa, wala yusallimu alayhi, wala kwenda kumsalimia. Fa aujasa alwali khifatan fi nafsihi, mtawala yule gavana au mkuu wa mkoa akaguswa na hofu ndani nafsi yake. Warsala ilayhi, akampelekea ujumbe. Wada'u ila baiti, akamuita nyumbani. Wasala, wakamuuliza an sababi kudumi, sababu ya kuja kwake. Falam yubih lahu bi shay'in, hakumtangazia chochote, hakumwambia kitu. Farafa ibn ad-Dhahak tarafa firashi, akanyanyua ibn Dhahak sehemu ya godoro lake, tandiko lake pale anapokaa au mfarshe kwenye mkeka, akanyanyua kidogo hivi. Wakala, akamwambia undhur, tizama huku chini. Fanadhara fa idha kisun, akatizama akaona kuna mfuko. Qadimuli adananira, umejazwa nini? Dinari. Lakini wametutanabaisha jamaa zetu wa Komoro hapa, tusiseme kisu. Tuseme kisu? Si hapa kisu imetajwa, sasa tusiseme vipi? Tutaondoa vipi neno kisu katika lugha yetu? Twendeni kisu, kisu. Watu wa Komoro tu wametutanabaisha tusiseme kisu, lakini sisi tutawaambia tunasema kisu. Fanadhara fa idha kisun, ndani yake mna mfuko. Kadimuli adananira, umejazwa nini? Dinari za dhahabu. Faqala hadhi 1000 dinari, akamwambia hizi dinari 1000. Walaka alayya adullahi, na nakupa ahadi ya Mwenyezi Mungu kutoka kwangu. Wa mithaqu, na kiapo chake. In anta akhbartani, ikiwa utanipa habari, an wijhati, kajua mwelekeo wako wa kuja huku, wa mafiyadika, na ulichonacho mkononi mwako katika hiyo barua, la adfa'anha ilayka, nitakukabidhi pesa hizi zote dinari 1000 za dhahabu. Wala aktumanna dhalika, na hiyo nitaificha siri, sitoitaja. Fa akhbaru, akamwambia, akamwambia bwana, mimi nimeletwa hapa nije nikuondoe na nikutie adabu. Fadafa ilayhi almala, akampa mali. Waqala, akamwambia, tarayathuna 3 layali, kaa hapa subiri kwa mausiku matatu, hata asila ila Dimashq, mpaka nifike mwenye Damascus. Thumma mdhi ila ma umirta, kisha nenda ulikoamrishwa bihi kufanya. Zama ibn Dhahak rakaibahu, akafunga ibn Dhahak msafara yake. Waghadara almadina litawihi, akaondoka Madina hapo hapo. Wa madha, akenda yahutu almataya, anaimiza vipando nahwa Dimashq, kuelekea wapi? Damascus, mbio. Falamma balagha, alipofika, dakhala ala akhi al-Khalifa, akenda kwa ndugu yake mtawala anaitwa Maslama bin Abdul Malik. Wa kana sayyidan, alikuwa ni bwana. Ariyahiyan, chini akasema ariyahiyan, maana yake mwenye tabia nzuri, mtu mwema. Sahibi najda, mtu mwenye msaada. Falamma sara baina yadayhi, alipofika kwake, qala, akamwambia, ana fi jiwarika ayuha amir, mimi nimefika kwenye hifadhi yako ewe kamanda. Faqala abshir bi khairi, akamwambia bashiria kwa khairi. Wa ma sha'nuka, una nini wewe? Faqala inna amiral mu'minina naqimun alayya, amir al-mu'minin kanikasirikia mimi, lihanatin, kwa telezo,
badarat minni, lilotokea kwangu. Hana ni telezo chini, kasema zalla. Faghada Maslamatu ala Yazid, akenda Maslama kwa Yazid, wakala akamwambia inna li lada amiril mu'minina haja, mimi kwa amiril mu'minina na mahitaji. Fakala Yazid wakasema kullu hajatin laka maqdiya, mahitaji yote kwako yametimizwa. Ma lam takum fi ibn Dhahak, lakini usiniletee habari za ibn Dhahak. Sema lolote mimi niko tayari, lakini la ibn Dhahak usiniletee, nishaamua. Fakala wallahi ma jitu illa min ajli, akamwambia mimi sijaje isipokuwa kwa ajili ya huyo ibn Dhahak. Wallahi la ufihi abadan, akasema kwa mwina hapa kwa Mwenyezi Mungu simsamehe hata siku moja. Faqala wama dhambuhu, akamwambia dhambi yake nini? Faqala, akasema ta'arradha li Fatima bint al-Husayn, ameingilia heshima ya Fatima bint Husayn, wa haddada na kumtisha, wa ta'awada na kumkemea, wa arhaqaha na kumsumbua, walam yusghi, wala kusikiliza, linushi Salim na saa Salim bin Abdullah fi amriha, katika jambo lake. Fahabba shu'ara'ul madinati jami'an yahjunahu, wakakurupuka washairi wa Madina wote wanamponda. Watafika sulahauha, wakaanza watu wema wake wa Madina, wa ulamauha na wanazuoni wake, turran wote yaibuna, huu wanamtia dosari. Faqala Maslama akasema anta wa sha'nuka, wewe na jambo lako, ma'ahu na ya amira mu'minin, fanya unavyotaka, siwezi kumtetea. Faqala Yazid akasema murhu an yauda ila al-Madina, muamrisha arudi kule Madina, liyunafidha waliha al-jadidu amri fi, ili mkuu wake wa mkoa mpya atekeleze amri yangu juu yake ya kumpiga mikwaju. Wayaj'alahu ibratan, na kamfanye somo lighairihi, kwa wengine, min alwulati, katika watawala, amfanye mazingatio kwa wengine. Fariha ahlul Madina, walifurahi watu wa Madina, a'dhama alfarahi, mno kufurahi, biwalihimul jadid, kwa mkuu wao mkoa mpya. Wasarrahum, na ikawafurahisha, hazmuhu, uamuzi wake, fi tamfidhi, katika kutekeleza amri al-Khalifati ibn Dhahak, amri ya khalifa kwa huyo ibn Dhahak. Wazdadu ta'alluqan bihi, huwa kazidi kufungamana naye. Hina wajadu, walipomkuta, yadhhabu madhahib alkhairi, anapita mapito ya khairi. Wala yaqta'u amran, wala hakati shauri, min umuri, katika mashauri yao, haamui jambo, illa idha istashara fihim alqasima, isipokuwa atakapomtaka ushauri ndani yao bwana Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr wa Salim bin Abdullah bin Umar. Famarha, basi raha iliyoje, li khalifati almuslimina Yazid bin Abdul Malik, wa tajillatu lilislam alazim, na kudhihiri kwa Uislamu mkubwa, alladhi abda'a hadhihi almusula, ulioanzisha vigezo hivi, wa sanaa ulaika rijal, na kutengeneza wanaume wa aina ile. Wa ila liqa'in akhar, acha tukutane tena, ma'a tabi'i aljalili, pamoja na mfuasi huyu mtukufu Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab bin Khattabi, katika darasa inayofuata. Utaiona hapo 379, Salim bin Abdullah bin Umar al-alimu al-amilu.